Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nitoe tanbii kwa kwanza ya kwamba ndugu zangu, popote pale nitapopatia, basi Mwenyezi Mungu kaniwezesha kupatia, na pale nitapokosea si mimi, ni shetani kanitawezesha kukosea. Bwana, kumekuwa na kasumba ya mambo yakiendelea, watu wakihitaji dawa za mivuto ya mapenzi, dawa za mivuto ya biashara, kasumba ya kulogwa, uchawi na majini. Kwa hiyo leo mimi nitafanya jitihada zangu katika kubainisha fikra yangu, jinsi nilipopata mawili matatu, najua nitaweza kuwasaidia wajamii kwa kiwango gani kutokana na fikra nilivyokuwa nayo. Unajua watu wengi sana wanaogopa swala zima kazi ya uchawi, kulogwa, majini na vitu vingine. Inafika kipindi kutokana kuwa na hofu hiyo, mtu anataka kupata jambo lililokuwa la kawaida, lakini akili yake kampelekea kwenye kulogwa, kufanywa uchawi. Kwanza, uchawi upo, kulogwa upo, sihiri ipo, asadi ipo. Vyote vinaemezwa katika jamii neno la uchawi. Kwa hivyo vyote vinaemezwa katika jamii neno la uchawi. Na kufanya uchawi ni haramu, haifai kabisa. Hakuna mtu mwenye kuruhusiwa kufanya uchawi. Ni haramu kabisa, hakuna mtu aliyeruhusiwa katika kufanya uchawi. Lakini kabla tujaendelea mbele, tuangalie nini maana ya uchawi. Kwa maana 2-3 ambazo mimi nimezifikiria na kuziandaa kuona hii itakusaidia kwa wale wote ambao tunaandika bana, tunataka dawa za mapenzi, dawa za mvuto, nyumba yetu, tunataka kinga, tunataka nini. Tunataka tutoe tanbii hapa waweze kupata uelewa na ufahamu. Tunapozungumzia uchawi, kuna maana nyingi sana za neno uchawi, ikiwemo hata ukitumia neno sihiri ni katika uchawi, kulogwa pia ni katika uchawi. Ila maana yake ya kwanza ni kugeuza kitu kutoka katika haki yake. Kila kitu kina haki yake asili. Kwa hiyo ukigeuza kitu kutoka katika haki yake, hapo mko umefanya uchawi. Mathalani, unaweza kumgeuza mtu katika haki yake, labda alikuwa hakupendi ukamfanya akupende kwa kutumia dawa, hapo umefanya uchawi. Maana nyingine ya pili ni maafikiano baina ya mchawi na shetani, kwamba atende baadhi ya mambo haramu au ya kishirikina, shetani amsaidie yeye na kumtii analolitaka. Kwa hiyo makubaliano baina ya mtu na shetani. Kwa hiyo unataka shetani akufanyie mambo yako na unakubali utatii mambo ya shetani. Unataka shetani akufanyie mvuto wa biashara yako inakuwa na wateja wengi, alafu nawe pia utatii mambo ya shetani. Labda kama mambo ya shetani, kuwa unamlisha chakula fulani, unamchinjia mbuzi, unamchinjia ng'ombe, au unamfanyia kazi wa kaza, au kutokana kwa mambo mlio aidiana. Vingine namba 3 ni kuidhihirisha batili katika sura ya haki. Hizo ni baadhi ya tafsiri za uchawi. Jambo la kuzingatia ni kwamba uchawi upo. Kwa hiyo ndio hivyo kama tulivyofikiana. Kwa hiyo jamani, kumekuwa kuna kasumba kama hizi. Sasa unajua kuna mambo ambayo yanaendelea. Mtu ima anafanya biashara yake kafanywa uchawi, kafanywa hasadi, kafanywa sihiri. Mtu katika mambo yake ya mapenzi, ndoa yake kafanywa hasadi, kafanywa uchawi, kafanywa sihiri au kalogwa. Yaani mume wake kalogwa au mke wake kalogwa au biashara yake imelogwa. Lakini ni vigumu kutambua kwa haraka. Inafika kipindi watu wanafanya makosa, wanaenda kwa wapiga bao, wapiga ramli. Au ni makosa kwenda kwa mpiga ramli, ni haramu kwenda kwa mpiga ramli kukutazamia, kujifanya naona ya ghaibu. Lakini zipo dalili ambazo zimejuzishwa au zimetajwa, watu wamefanya jitihada, ukiwa nazo zinaashiria kuwa kama wewe umeshafanywa uchawi, umerogwa, una sihiri katika jambo lako, ima ni biashara au katika mapenzi yako, au wewe mwenyewe una hizo hali. Kwa mimi nitaenda kuzisoma hizo dalili au nitaenda kuzitaja hizo dalili, ili mradi tuweze kuwa aware na hizi dalili, tufahamu, tuweze kupata ufunguko, mfumo wa akili. Tukiwa nazo tuchukue tahadhari, tuweze kupata
matibabu yalikuwa sahihi, sio yalikuwa na upotovu. Dalili namba moja ya mtu aliyofanywa uchawi au mwenye jini au alifanywa sihiri au aliorogwa au aliyovurugikiwa katika kipengele mambo yake. Dalili namba moja inakuwa ni kuota ndoto za jimai mara kwa mara. Kuna mtu anaota ndoto ya kufanya mapenzi mara kwa mara. Hiyo ni dalili namba moja. Dalili namba mbili ni kuota ndoto za ujauzito mara kwa mara. Ujauzito unaingia, mara ujauzito umetoka, mara ujauzito hivi. Dalili namba tatu ni kunyonyesha au kujifungua. Nafikiria ni kwa kina mama sana, mtu anajionyesha kujifungua. Hata kadhalika wengine wanaume wanaotaga mambo kama hayo. Dalili namba nne ni kuota unakimbia au unapaa kuelekea angani. Dalili namba tano ni kuota unashambuliwa na kufukuzwa na wanyama wakali, simba, chui, chatu. Uko katika mazingira hata fulani, unataka msaada, watu wote wakusaidie. Dalili namba sita ni kuota majoka. Dalili namba saba ni kutopenda kukaa na watu, kupenda kukaa peke yako, kupenda kukaa separate, ili unapenda kukaa mwenyewe individual, hutaki kukaa na watu. Hiyo ni dalili namba saba. Dalili namba nane ni kulala ovyo sana au kukosa usingizi bila sababu. Condition ziko mbili. Kwa sababu mtu analala ovyo sana, especially na mtu mkianza kuzungumzia mambo ya faida tu au mambo ya maana, unakuta mtu analala ovyo. Mkianza kuzungumza mambo ya faida au kuzungumza mambo ya maana, unamkuta mtu analala ovyo. Au kuna mtu tu ana usingizi kabisa, yeye yupo tu kakaa, usingizi hana. Dalili namba 9 ni maumivu makali ya kichwa yasiyosikia dawa ya hospitali. Utaona maumivu ya makali sana ya kichwa yasiyosikia dawa hospitalini. Dalili namba 7 kuwa na ganzi bila sababu. Sababu za ganzi zipo: kuongezeka kwa uzito, kutumiaji kwa madawa muda mrefu, kuziba kwa mirija. Lakini unajikuta una masuala ya ganzi japokuwa hauna hizo sababu za kupata ganzi. Dalili namba 11 kuota kufa au kuzikwa. Unaota unakufa au unazikwa. Dalili namba 12 kuota watu waliokufa zamani. Unaota watu waliokufa zamani kama wazee wako au nani zako. Dalili namba 13 kuwa na maumivu ya hamu, kuwa na maumivu ya kuhamahama. Dalili namba 13 kuwa na maumivu ya kuhamahama, maumivu mara kwenye kiuno, mgongo, mara mguuni, kwenye paja, kwenye shingo, kwa maumivu yanakuwa yanahamahama. Dalili namba 14 ni kuota watu wa ajabu, warefu sana ama wafupi sana. Dalili namba 15 ni kuchukia manukato ama kupenda sana. Mtu anachukia sana manukato au anayapenda sana. Mtu anapenda sana udi, anapenda sana vitu vinavyonukia sana. Dalili namba 16 ni kuumwa na macho, meno, masikio bila sababu ya msingi. Dalili namba 17 kupatwa michubuko au maumivu makali unapofanya jimai. Dalili namba 18 kuchukia tendo la ndoa au jimai. Mtu halipendi kabisa, hana mnalo. Dalili namba 19 kukasirika ovyo. Mtu anakasirika, eleweki, vurugu, yani akasirika tu muda wote. Dalili namba 20 kukosa amani unapokaa, kuhisi watu nyuma hali hawapo. Kwa hiyo mtu kikaa unakosa amani, yani kila muda unaogopa, unahisi kama kuna watu wako nyuma yako, kigeuka watu hakuna. Dalili namba 21 kutokewa na watu njiani au kukupotea. Kwanza ukatembea kuona kama watu wamepita mbele kule, baadaye kama unapotea. Dalili namba 22 kuwa na hali ya kushtuka au kusisimka. Dalili namba 23 kukosa hedhi au kupata bila ya mpangilio. Dalili namba 24 kuchezwa kwa vitu tumboni kama mjamzito. Dalili namba 25 kuwa unavimba, kuwashwa, kuumwa maziwa kama mjamzito. Dalili namba 22 kuwa na mwili unawaka moto. Dalili namba 27 kusikia kama upepo unavuma masikioni ya hauvumi.
nafikiri hapo nimezitaja hizo ni dalili za mwanadamu ambao anakuwa nazo, lakini kuna dalili ambazo unaweza ukazisikia pia katika mazingira tofauti, katika mazingira ya nyumba, biashara au katika vitu vingine, ambao tunaweza kusema ni dalili za mtu mwenye kulogwa au nyumba iliyologwa. Kwa mfano hapa unaweza kusikia dalili namba 1, kusikia kama miguu ya watu inatembea ndani au nje ya nyumba. Umekaa ndani unasikia kama watu wanatembea ndani au nje. Dalili namba 2, kuwa na tabia ya malingo. Mtu ana dalili mtu ana tabia ya malingo sana, ni mtu analinga bila hata sababu. Kwa mtu anasema pia ni miongoni wa kuwa na hiyo hali. Na dalili namba 3, kusikia mlango unagongwa. Mtu umekaa unasikia go au unasikia hodi, unagonga, mtu anagonga, unaenda kufungua mlango, hakuna. Dalili namba 3 tena, kusikia sauti za watu wanaongea nje na hakuna watu. Kwa umekaa unasikia watu wanaongea nje, ukienda hakuna watu. Dalili namba 4, kuwa na vitimbi ndani ya nyumba. Ndani ya nyumba unakuwa na vitimbi, kuna vitu visivyoeleweka. Yaani nafikiri kama vitimbi unakuwa unafahamu, na vitu vinatembea mwilini. Kwa umekaa unasikia vitu kama vinatembea mwilini. Dalili namba 6 ni kutetemeka mwili upande mmoja kama kiharusi. Unasikia unatetemeka upande wa kulia au upande wa kushoto, kuna mkono au mguu au nyama zinaanza cheza. Dalili namba 7, kusikia kama mchanga umemwaga juu ya bati lakini haujamwagwa. Dalili namba 8, kusikia kama kishindo juu ya bati. Dalili namba 9, kusikia milio ya wanyama wakilia kiajabu. Dalili namba 10, kuwa na ugonjwa usioonekana hospitali. Dalili namba 11, kuwa na ugonjwa wenye kujirudia muda mfupi. Unatibu hivi siku 3 unarudi tena, unatibu hivi siku 3 unarudi tena, unatibu hivi siku 3 unarudi tena. Dalili namba 12, kuwa na mtoto analia sana usiku kuanzia saa 6. Dalili namba 13, kuota unakula. Dalili namba 14, kuwa na hali ya kutembelewa na vitu, mfano wa sisimizi, nyenyele na vidudu vingine. Dalili namba 15, kuvimba kwa mwili kama mpungufu wa damu. Dalili namba 16, kupauka kwa mwili kama mgonjwa wa bandama. Dalili namba 17, kuvuka kwa ngozi. Dalili namba 18, kuchanjwa usingizini. Unaamka asubuhi unachanjwa usingizini. Dalili namba 19, kukatwa sehemu ya shingo usingizini. Dalili namba 19, kukatwa sehemu ya viungo usingizini, mfano nywele na kadhalika. Dalili namba 20, kuwa na upoteaji wa vitu kama nguo ndani ya nyumba katika mazingira utata, kitu umekiweka hapa wala kionekani. Dalili namba 21, kuota mara kwa mara ukifanya kazi ngumu. Dalili namba 22, kuota unasafiri mara kwa mara. Dalili namba 23, kuota unapika shughulini. Dalili namba 24, kuchukiwa na watu bila ya sababu. Sasa nilikuwa najitahidi kuzitaja hizo miongoni mwa baadhi ya dalili za uchawi, kurogwa, sihiri, hesabu. Japokuwa sijazimaliza zote, lakini nilikuwa najitahidi kuzitaja kwa uchache kuwasaidia ndugu zangu ili wasiweze kuhangaika kufanya mambo ya kishirikina, kwenda kwa waganga, kulambia kuku, wapiga ramli. Kuna dalili ambazo ukiwa nazo zinaashiria wewe ushafanywa uchawi au ushafanywa sihiri au umelogwa. Lakini katika dalili ninazozitaja kuna dalili zingine zinaingiliana kabisa na dalili za afya, zinaingiliana kabisa na dalili zetu za maisha yetu ya kawaida ya kila siku. Kwa hivyo basi unatakiwa kuhakikisha hiyo dalili ushaifanyia uchunguzi na umeona si hali ya kawaida. Sio tu kichwa kinakuuma nimelogwa, labda maji madogo, labda una usingizi, labda damu chache. Kwa hiyo inabidi hizo dalili kama tulizozitaja uwe mwenyewe una uhakika nazo kuwa si hali ya kawaida, kutokana ushafanya uchunguzi na vipimo na taswira yako binafsi. Sio tu kitu kidogo nimelogwa nifanyie uchawi. Sasa watu wengi wamekuwa wakihangaika sana kutafuta hizo dawa za mapenzi, wakitafuta dawa za biashara za mvuto, wakitafuta dawa za kinga ili kuweza kupata
matibabu, katika mambo wanayokusudia. Hili ni utafiti na tiba asilia, na nakutana watu wengi wanaofanya utafiti na tiba asilia na wanajua dawa na kazi wanaijua kweli. Kiukweli hizi dawa zipo za mapenzi, dawa zipo, hizo dawa za biashara zipo, hizo dawa za mvuto zipo, dawa anasema za kinga hizo zipo. Lakini hizo dawa nyingi zimekuwa katika mfumo wa ushirikina ambao si mfumo wa sawa mtu kuhudumu nao au mtu kufanya mara kwa mara. Kwa mfano, unaweza kukuta dawa ya mapenzi, lazimika dawa ya mapenzi, kutumia dawa ya mapenzi kumbadilisha akili mwanamke au mwanaume au anakupenda vile unavyotaka wewe akupende. Sasa hiyo hali ukifanya unabidi uhudumu nayo. Kwa hiyo utakuwa unamfanyia dawa hiyo, kwa kifupi utakuwa kama unambloga. Akili yake utakuwa unaicontrol wewe. Hata pia alikadhalika kama hizi dawa za mvuto wa biashara hizi, unakuta mtu anatumia jini. Anafanya biashara, anatumia pale jini, vile jini ndio anatumia kuvuta wateja pale. Kwa mtu ukipita pale mazingira kama yale, basi unako unapapatika, hata kama unaelewa sababu nikachukua hata maji madogo. Kwa hiyo na hizi zingine za kinga ni saikolojia tu ambayo inatengenezwa, mtu anafanya mazindiko, lakini pia kwa sababu kuna watu wanaamini hizo dawa za kinga zinafanya kazi, na ni kweli zinafanya kazi. Kwa sababu ipi zinafanya kazi? Sababu ambayo inakuja inafanya kazi, kama mathalan nitoe mfano, nyumba uliokuwa unalala inasumbua, labda kama tunataja na dalili kama hizo, unasikia watu wanatembea, unasikia mara watu kama mmoja mchanga, unasikia kama mlango umegongwa. Kwa hiyo ukienda kwa mganga kwa mfano, nataka kinga nasumbuliwa na nyumba yangu, mganga akaja akakupa dawa au akakufanyia dawa katika ile nyumba, ile hali ikaondoka. Sasa pale wewe utakuwa na imani kweli kinga imewekwa, lakini kilichofanyika hapo ni kwamba mganga akaja katoa, kama ni yale majini kaondosha, kama zile dawa za uchawi pale kazitoa. Kwa hiyo hali imetulia, lakini sio kama kuna kinga pale. Nafikiri hapo umenielewa vizuri. Kwa hiyo ni mambo ambayo yote yanawezekana, lakini tunajitahidi tusiyafanye katika njia iliyokuwa potofu, kwa sababu wote tunatarajia kurejea kule tulipotoka. Sasa kama tukiishi katika hii hali ya upotofu, tutaenda kujibu nini katika hicho? Sasa tuanze katika kipengele namba 1. Kwa mtu yote mwenye dalili hizi tulizozitaja, matibabu yapo na yanapatikana. Na mimi nijitahidi kukaa na jamaa zangu ambao wanafahamu dawa na wako very professional kwenye tiba za asili kuliko mimi. Nikajitahidi kufikisha maoni yangu, nikasema ya kwamba wapo jamaa wengi na ndugu na marafiki wanaopenda sana tiba ya asili, hasa tiba kama hii ya kiimani, lakini mfumo wa utendaji wa tiba watu wengi hawafikiana nao kutokana na mazingira yanakuwa ni mabovu. Mara unaambiwa ulete mbuzi, mara unaambiwa ulete kuku, kazike baharini, kazike makaburini, bla bla. Sasa mtu mwingine mwa vitu haviwezi. Alafu kama unataka kuamini tiba inakuwa si sawa, haya mambo yatafanyika tu Afrika. Je, mteja aliyekuwa Marekani utamwambia vipi akazike baharini au akazike vipi makaburini? Makaburi ya Marekani yanafahamika. Au utaweza kutamwambia vipi akavunje nazi Japan na Marekani? Kwa hiyo inamaanisha je, dawa zinachagua baadhi ya maeneo? Kwa hiyo nijitahidi kufanya research kubwa sana katika kupambana na hili jambo. Kwa hiyo nikapata ufumbuzi kuamua kutengeneza dawa ambazo zitakuwa katika mfumo wa sawa, ambao ni very friendly user, ambao kila mmoja wetu atakuwa na uwezo wa kuutumia bila kuwa na mashaka na bila kuwa na changamoto. Kwa hiyo tuanze katika kipengele hichi. Kama wewe umefanywa uchawi, umefanywa asadi, umefanywa umerogwa, unataka kujirudisha katika hali yako ya kawaida, na maana tumezungumza katika pointi hizo, inapelekea kabisa unajikuta wewe ni mtu ambaye kukata tamaa, mambo yako yaendi, mambo yako yavurugika, kile kinachokigusa kieleweki, kazi upati, changamoto. Kwa hiyo dawa zipo, inakuwa ni dawa ambayo dawa namba 1 inakuwa ni dawa ya unga. Hiyo dawa ya unga unatumia kuoga kwa muda wa siku 7 kwa kujalia. Kama utakuwa umefanywa vile vitu vibaya kwa kupitia ile kuoga, basi hiyo hali itaondoka. Pia kutakuwa kuna dawa nyingine namba 2 ya kunywa. Kama vitu vibaya ulifanywa kwa njia ya kula, basi utakuwa unakunywa vitaondoka. Pia kutakuwa kuna hali nyingine dawa ya kupaka. Labda masani una majini, utakuwa unaipaka hiyo dawa. Hiyo dawa harufu yake haipatani na majini watakuwa wanaondoka. Kutakuwa kuna hali nyingine dawa ya 4 ni hali dawa ya kujifukiza. Kwa hiyo waweza kuichoma ile dawa ili harufu na moshi wake majini au na uchawi havipatani. Kwa hiyo unaposikika wale mabwana unaamua kukaa mbali. Kwa hiyo hayo ndio yalikuwa matibabu kwa watu wanaosumbuliwa na mvurugikio wa mambo yao, halafu hawajui waende wapi. Kwa hiyo tukija katika kipengele cha mvuto wa mapenzi, unataka mwanamke akupende, si mwanaume akupende sana, awe wako milele, awe wako daima. Procedure ni hizo, dawa zote zipo, lakini ndio kama nilivyotoa tanbii hapo, utakuwa mwenye kudumu katika hiyo hali. Lakini kuna dawa unatakiwa uitumie kwa taswira gani? Wewe na mwanamke wako, lakini mwanamke wako kachukuliwa na mtu kwa mazingira ya kutumia dawa.
Kwa hiyo pale unaweza kutumia dawa kumrejesha mke wako akupende kama zamani, wewe na mwanaume wako kachukuliwa na wala nje kwa kutumia mazingira ya dawa. Kabisa unaona mume wangu hii akili sio kwake, sio kawaida. Pale unaweza kuwasiliana sisi ukapata dawa jinsi ya kurudisha mume wako akarudi akawa anakupenda na mapenzi yakawa na dumu kama zamani. Alikadhalika wewe una biashara yako, una biashara yako unauza, lakini automatic biashara yako sasa hivi imekwama, biashara imeingia nuksi, biashara haiendi, watu hawaji wala hivi bla bla, lakini wewe mwenyewe ukafanya research, ukachunguza, ukaona kabisa hii hali si ya kawaida. Maana kuna hali ya kawaida ya kuporomoka kwa uchumi, au biashara yako imeshuka, au una bidhaa nyingi kwa wateja hawaji kwa sababu maalum, au huduma zako wewe unazozitoa zimekuwa wewe ni mkali, hauna mawasiliano mazuri na wateja. Hapo tunasema ni hali ya kawaida. Lakini zipo zile hali kila kitu unacho na tabia yako ni nzuri lakini wateja hawaji. Kwa hiyo unataka katika labda mna competition ya kibiashara, labda ule mpinzani wako au mpinzani biashara, unaweza kukuta mpinzani wako au mpinzani mwenzio amekufanyia dawa, amekumwagia dawa katika ile biashara yako, biashara imeingia nuksi, kwa biashara haionekani pale, watu wanaona uzito kuja. Sasa hapo unaruhusiwa kutumia dawa kwa ajili ya kufanya kuondoa yale uliyofanywa ili biashara yako iweze kuonekana na uuze vizuri kama zamani. Nafikiri hayo ni maelezo mazuri. Kwa hiyo wewe unatakiwa kudefense kwa kile ulichofanywa kwa kutumia dawa. Kama biashara yako imepotezwa, haionekani na una hakika kabisa hii ni hali si ya kawaida, hapa ndio nimefanywa uchawi au nimelogwa, kwa zipo dawa ambazo unaweza kutumia kama hizo ya kutia kwenye maji ya unga, ukamwaga katika sehemu ya biashara yako, au ukapigia deki, tujalie kama kuna nuksi au jambo baya limefanyika, au kuna kama umetumiwa jini la kuzuilia pale katika biashara yako, ipo dawa unaweza kuchoma ile harufu. Jini yoyote akipata ile harufu hawezi kukaa katika ile eneo, anakimbia haraka mpaka anaondoka. Na kama kuna wewe ulifanywa ndio litiliwa nuksi, labda wateja wasikuelewe au wasikupende, kwa hiyo dawa ipo unaoga kwa ajili ya kuondoa hiyo nuksi. Au kama kuna kitu ulikula na basi mazungumzo yako yanakuwa eleweki, ipo dawa ambayo unakunywa kwa ajili ya kutoa hiyo sihiri au hasadi iliyofanywa ndani ya nini, ndani ya tumbo. Kwa kadhalika hata kwenye mapenzi hivyo hivyo, unakuta kuna binti bwana, watu anafikisha miaka 30, watu wakija kuleta posta moja kwa moja wanaondoka, kuleta posta moja kwa moja wanaondoka, wakileta posta moja kwa moja wanaondoka, haolewi. Daima dumu, mwanamke adumu katika mahusiano kwenda kuelekea kwenye ndoa. Mtu akiolewa anaachika, binti mdogo miaka 22 kashaolewa ndoa mara 4. Kwa hiyo hizo ni changamoto zipo, na especially huko Afrika haya mambo yapo ni mengi sana, wanachezeana. Kwa unakuta mtu kama kafungwa hivi, kila jambo analolifanya alienda akitafuta kazi wapi, akipata kazi na filisika, hakika na ndugu anagombana na kufukuzwa. Kwa kweli changamoto za kimaisha zipo nyingi, na kama mtu sio mhangaikaji itakuwa vigumu sana kuweza kufikia malengo na kutimiza malengo yako. Lakini kitu namba moja nikitaka nitoe kitu namba moja ambacho ni kizuri na chenye faida kubwa zaidi, mbali ya dawa hizi nilizozitaja na kuzielezea, lakini tiba iliyokuwa nzuri na tiba ni namba moja na tiba kabisa ya haki ni kisomo cha ruqya. Kwa hiyo kama utakuwa unafahamu wasomaji wazuri wa ruqya ambao hawajapinda, kwa ni tiba namba moja ni nzuri, ukaenda ukasomewa ruqya vizuri. Na hawa wasomaji wazuri mara nyingi wa ruqya huwa wana dawa nzuri za kisheria na za kisuna. Kama nilivyosema, wanakuwa sometimes na dawa za kunywa, dawa za kujipaka, na dawa za kujifukiza. Waweza ukapewa zile dawa na mambo yakakusaidia. Kwa hata mbali ya kunitafuta mimi, lakini kama unafahamu wasomaji wazuri wa kisomo cha kisheria cha ruqya, ni tiba iliyokuwa nzuri na tiba iliyothibiti kwa moja, haina shaka ndani yake, kama unawajua hao watu. Maana wengi wanasema siku hizo wanasoma ruqya lakini ni wapotofu na wamepinda. Kama unawafahamu hao watu, ni vyema ukaanza nao hao. Basi kama utakuwa umewakosa, unaweza kutafuta sisi tukazidi kuwasiliana, ukapata dawa za asili za mitishamba ukaweza kuzitumia kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, zikawa zinakusaidia, zikakutolea mazonge na changamoto zinazokusumbua kwenye mapenzi yako hayo, kwenye biashara yako hayo, kuna masuala yako ya nyumba, kuna masuala yako ya maisha. Na chochote kinachofanyika ni kwa hiyo Allah mwenyewe akijalia kufanyika, basi kitafanyika. Kama ili alivyojalia wewe kulogwa kailogeka, basi hata kama kujalia kutibika utatibika. Kwa haina shida katika hiyo. Kwa ndugu zangu wote mliokuwa mnasumbuliwa na kazi ya mapenzi, wewe mwanaume unasumbuliwa na mapenzi au dumu na wanawake, labda uenda una majini mahaba, wewe mtu mwanamke ana majini mahaba, ana changamoto nyingi sana. Mtu ni mwanamke mzuri, na kuna binti moja alinitafuta ananiambia ana miaka 34 lakini hajawahi kutongozwa. Sasa unakuta mtu kama huyo anakuwa kama ana asili ya nuksi. Wani wanaume wanamuona kama mwanaume wanamuona kama mwanaume mwenzao.
hawana time naye wala nini. Kwa hiyo haya mambo jamani yapo na watu wanafanyiana, especially sisi wa Afrika na watu wenye tabia ya ngozi nyeusi. Haya mambo watu wanafanyiana sana, wanachezeana, wanalogana, wanavurugiana maisha. Unataka kijana qualification zote za kupata kazi na connections za kupata kazi, lakini ana mwaka wa 3 wanazunguka hapati kazi, anakuwa haeleweki. Kwa jamani, na watu wanaotabia kufanya hivi si jambo la sawa, kwa sababu si kila unamfanyia atakuwa na uelewa na ile jambo. Utakuwa mwenye kumtesa kwa muda wa miaka mingi mpaka apate fikra ya kujijua, natakiwa kujikwamua, au Allah mwenyewe ambariki tu amfungue juu ya jambo hilo. Kwa kweli mambo yanaumiza. Mambo yanaumiza. Na wanawake wamekuwa wakiteswa sana na wanaume kwa kutumia dawa za mapenzi, na wanaume ndio wamekuwa wakiongozwa kusulubiwa na wanawake kwa kutumia dawa za mapenzi. Maana wanawake wanazitumia sana dawa za mapenzi, kwa sababu dawa hizi zinakuwa mara nyingi za kuchoma. Mtu anachukua ile dawa, anaenda kwenye moto, anachoma na mzungumzia yale maneno. Sasa anazungumzia yale maneno, kule mwanaume anakuwa moyo unapapatika. Bana mimi fulani nataka mwanaume fulani anisikilize kuanzia leo na anipende mimi, asinisikilize mtu yote, nikimwambia chochote afanye. Kwa kule mwanaume wa watu moyo unapapasika. Unashangaa sasa mwanaume baba watu katelekeza familia wiki 2, wiki 3 hajarudi nyumbani, yuko kwa kibada. Sasa hiyo inakuwa tena sio akili ya kawaida, kashikika. Japokuwa zipo sababu za kibinadamu za mtu kutengana au kutelekeza. Labda mwanaume kapata mwanamke mzuri kuliko wewe kwa qualification zote, au mwanaume kapata mwanamke mzuri kuliko wewe kwa qualification zote, pia anaweza ile jambo likajitokeza. Hapo tunazungumzia kwa mambo ambayo wewe mwenyewe unaona kabisa hii hali kwangu si ya kawaida. Wewe mwenyewe alhamdulillah, wewe mwenyewe unafikiana na akili yako, hichi kinachoendelea sio hali ya kawaida. Si hali ya kawaida. Cha msingi ni kwamba tupeane nasaha ya kukubali qadari. Kwa kadari ni yale yote yanatokea, yamekusudiwa kutufika, basi yatatufika. Na wengine wenye matatizo mengi na changamoto zingine, tujitahidini kutoa sadaka. Maana sadaka inatusaidia katika kuondosha changamoto kama hizi tulizozitaja hapa, tulizozijadili. Kwa kama una pesa jamani, hata kama hauna, jitahidi kutenda matendo yaliyo mema na kutoa sadaka, ili mambo yako yaweze kufunguka na mambo yaweze kuwa mepesi. Maana unafanya biashara, kutoa sadaka hata 1000 utaki. Sasa changamoto unataka kupata wewe tu. Biashara kiyumba kidogo kwa mganga unatoa 800. Kwa jamani, tunapaswa kubadilika, lakini kila kitu kipo, dawa zipo na matibabu yanawezekana. Kwa mtu yoyote ambaye anahitaji hii huduma, basi wasiliane nasi kwa kupitia namba ya simu 0654305422. Kama una matatizo ya majini, kama una matatizo ya hasad, matatizo ya husuda, matatizo ya mapenzi, matatizo ya biashara, matatizo ya fikra mwenyewe ambao umetingwa, tupo katika kupeana fikra za kushauriana nini tufanyie, nini tusaidiane katika njia sahihi, ili tusitumie njia yenye upotovu. Maana watu wanatumia njia ambazo sometimes mpaka zinaharibu tena maisha yao. Kwa unakuta kama dawa ya mapenzi, mpaka mganga anamwambia ataka kumuingilia mwanamke ndio amtie mvuto wa mapenzi. Kwa hiyo jamani, tuweni makini katika hizo. Ingia mnatafuta dawa za mvuto wa biashara, watu wanaenda kupewa majini, wanatundika talasimu juu ya maduka kwa ajili ya kuvuta hivyo. Kwa jamani, karibu tupeane fikra, tubadilishane. Maana wengine mbali ya kusoma, mbali ya kufanya utafiti na tiba asilia, lakini tuna professionals za international business. Kwa hiyo tunaweza kukupa idea, kukuambia kwa nini biashara yako imeshuka, sio uchawi wala umelogwa, labda kuna mambo kaza wa kaza. Kwa mfano mimi, kuna mtu mmoja alinitafuta, tulikuwa tunazungumza naye, anasema biashara yake imeshuka na nataka dawa hivi na hivi. Sasa ninamhoji, biashara yako imeshuka kutokana na nini? Lakini tukahojiana sana, mshoni kumbe pointi ni kwamba ile biashara sasa hivi mume wake ana wivu. Kwa mume wake anawajibu wateja wote vibaya. Maana kila mwanaume anakuja pale dukani anamuona kama anamtaka mke wake. Sasa kumbe biashara imeshuka kutokana na bad customer care. Mume wake ule wivu ndio unaharibu biashara. Kwa hiyo jamani, hivi vitu mtu anabidi awe aware. Unaweza kuhangaika na waganga kwa ni matatizo ya kiuchumi tu, ambao unabidi anaeleweka, au ni elimu ya biashara unaambiwa unabidi kupewe. Na bahati nzuri mimi nashukuru alhamdulillah niko vizuri sana katika
business advice, yani business consultants, yani inatoa ushauri wa biashara pia kwa watu wanasumbuliwa na masuala ya biashara pia. Na nimesoma vitabu vingi kuhusiana na mahusiano na kuhusiana na wanawake, na niko very competent kuhusiana na masuala ya mapenzi na ushauri wa mapenzi. Naweza nikakushauri ufanye nini, nikakupa uamuzi ufanye nini, kwa sababu na mwanamke mwingine kaachwa kabisa, unaona huyu mwanaume aliyokuwa naye ampendi sana, hangaika naye, hata akitumia dawa atakupenda, utakuwa unapendwa kwa ajili ya dawa. Sasa je, unajisikiaje kupendwa na mwanaume kwa ajili ya dawa? Na pia mimi nimefanya course ya mindset program ya kutoka Uturuki na Korea. Kwa hiyo niko vizuri kwa upande pia wa mindset program. Kwa hiyo kama unasumbuliwa na mindset program, unaona nyumbani kwako unasumbuliwa na majini na nini, kwa hiyo mimi tukashauriana, nikakushauri, nikamwambia kitu fulani, basi karibuni sana ndugu zangu. Ni Profesa Kashaga nazungumza hapa. Nawatakia siku iliyokuwa njema. Shukrani.